Tusikubali kama Waislamu, tusikubali kama Wakristo kuingiza ikhtilafu baina ya sisi na sisi kupitia vyama vyetu vya kisiasa kuliingiza taifa katika maangamizi. Hatukubali. Na niwaambie tu jamani, hakuna serikali bubu. Si mnaona hapa. Mtu amechachadika, amekamatwa. Anafichwa, haonekani. Hakuna serikali bubu. Wewe unataka uione kama serikali hii ina matatizo. Wewe tarehe 29, hebu andamana hapo wote, habari yake. Andamana hapo. Mungu atuepushie hapo. Na ukiandamana wakikustai ndio utakaa lock up. Lakini ukija kupewa dhamana, mguu umekatika, mkono umekatika, umevimba manundu, haitokubali serikali kuona kwamba kuna viashiria vya amani. Serikali ivumilie. Hakuna serikali hiyo. Labda serikali ya mlenda. Ya mlenda sawa, kifuta huko unakwenda, huko lakini serikali madhubuti lazima msingi wake uwe wa amani. Na hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jamani, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, Mwenyezi Mungu mwenyewe ni amani. Anataka watu waishi kwa amani, waongeleane kwa amani, washauriane kwa amani. Hatukubali. Kwa hiyo mimi nawaomba wanakongamano wenzangu kwamba kadri Mwenyezi Mungu atakavyotuwezesha tuwe mabalozi wema wa kuzidi kuhamasisha amani katika mikoa yetu, katika wilaya zetu, katika miji yetu. Kongamano ambalo limeandaliwa na shehe wetu wa wilaya kwa kushirikiana na viongozi wengine wa dini, linalotutaka tuienzi, tuilinde amani yetu, lakini pia kuwepo na utulivu na upendo wakati na baada ya uchaguzi. Kwa mujibu wa vitabu vya dini, hususan Biblia takatifu, kwa ndugu zangu wa Kristo kama nilivyo mimi, swala la amani limetajwa kwa mapana sana kwenye Biblia takatifu. Lakini pia kiongozi wetu ambaye tunamfuata, Yesu Kristo, anaitwa mfalme wa amani. Hasa kama kiongozi wetu mkuu, muasisi wa imani na amani ambayo tunaihubiri siku zote makanisani, ni mfalme wa amani, maana yake sisi hatuna budi kuihubiri na kuifundisha amani, tena kwa ujasiri, pasipokuwa na hofu ya namna yoyote, kwa sababu ndio msingi wa imani yetu. Sijui kama tunaelewana vizuri. Msingi wa Ukristo ni amani. Viongozi wa dini tumeazimia kuendelea kuhubiri amani, utulivu na upendo katika nyumba za ibada na kwenye jamii kwa ujumla. Azimio la pili, tunawahimiza Watanzania wote kujitokeza kwa wingi kupiga kura kwa amani, na baada ya kupiga kura warejee nyumbani kwa utulivu kusubiri matokeo. Azimio la tatu, viongozi wa dini tumeazimia kuendelea kuhamasisha waumini wetu kushiriki uchaguzi na kumpigia kura kiongozi anayestahili, mwenye hekima na atakayelitumikia taifa kwa amani. Azimio la 4, tunakubaliana kwa pamoja kuendeleza juhudi za kudumisha amani, upendo na mshikamano wa kitaifa katika kipindi chote cha uchaguzi mkuu. Azimio la 5, tutaendelea kuelimisha waumini wetu kuepuka kushiriki maandamano au vitendo vyovyote vinavyolenga kuvuruga uchaguzi na kuathiri amani ya nchi yetu. Azimio la 6, tumeazimia kwamba viongozi wa dini hatupaswi kwa namna yoyote kuhamasisha vurugu, bali tuwe chachu ya amani, upendo na umoja miongoni mwa Watanzania wote. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.